Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kwamba kunaweza kuwa na mashambulizi zaidi dhidi ya kituo cha usafirishaji wa mafuta cha Irani katika kisiwa cha Karg, na amewataka washirika wa Marekani kutuma meli za kivita kulinda mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu kwa usambazaji wa nishati duniani, huku Tehran ikiapa kuongeza mashambulizi ya kujibu. Wakati vita vya Marekani na Israel dhidi ya Irani vikiingia wiki ya tatu, Trump alisema mashambulizi ya Marekani yalikuwa yameharibu kabisa sehemu kubwa ya kisiwa hicho, na akaonya kuwa mashambulizi zaidi yanaweza kufanyika. Akizungumza na NBC News Jumamosi, alisema huenda tukashambulia tena mara chache zaidi kwa ajili ya kujifurahisha, aliongea Trump. Kauli hizo zilionekana kuongeza mvutano zaidi, kwani hapo awali Trump alikuwa amesema Marekani inalenga tu maeneo ya kijeshi. Kauli hizo zilionekana kuongeza mvutano zaidi, kwani hapo awali Trump alikuwa amesema Marekani inalenga tu maeneo ya kijeshi ya Karg. Pia kauli hiyo ilionekana kudhoofisha juhudi za kidiplomasia, na inaonekana kwamba utawala wake umekataa juhudi za washirika wake wa Mashariki ya Kati za kuanza mazungumzo. Vita na mgogoro wa nishati vinaonekana kuendelea zaidi. Hakukuwa na dalili kwamba vita vitaisha hivi karibuni. Trump alisema Tehran inaonekana kuwa tayari kufanya makubaliano ya kumaliza mzozo huo, lakini akasema masharti bado hayatoshi kuwa mazuri. Uwezo wa Irani kusimamisha usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa Hormuz, ambako takriban theluthi moja ya mafuta duniani hupita, ni changamoto kubwa kwa Marekani na washirika wake. Bei za nishati zimepanda sana, huku vita vikisababisha usumbufu mkubwa zaidi kuwahi kutokea katika usambazaji wa mafuta, na mgogoro wa nishati unaoonekana kuendelea. Trump aliandika kwenye mitandao ya kijamii Jumamosi, nchi za dunia zinazopokea mafuta kupitia mlango wa Hormuz lazima zilinde njia hiyo, na sisi tutasaidia sana. Aliongeza kuwa Marekani taratibu na nchi hizo ili kuhakikisha mambo yanaenda haraka kwa urahisi na vizuri. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi alisema Irani itajibu mashambulizi yoyote dhidi ya miundombinu yake ya nishati. Walinda mapinduzi wa Irani wamesema leo Jumapili kwamba walifanya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya Israel na kambi tatu za Marekani katika eneo hilo, wakisema mashambulizi hayo ni duru ya kwanza ya kulipiza kisasi kwa wafanyakazi waliouawa katika maeneo ya viwanda vya Iran. Jeshi la Israeli lilisema lilikuwa linazuia makombora yaliyokuwa yakirushwa na Iran. Saudi Arabia pia ilisema imezuia na kuharibu ndege 10 zisizo na rubani katika mji wa Riyadh na maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Walinda mapinduzi wa Irani walisema hawahusiki na shambulio hilo, kulingana na shirika la habari la Fars. Shambulio la drone pia lilisababisha usumbufu katika kituo kikubwa cha nishati cha Umoja wa Falme za Kiarabu Jumamosi, huku Marekani ikiwatahadharisha raia wake kuondoka Iraq. Vita ambavyo Trump na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu walivianzisha tarehe 28 Februari vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 2000, wengi wao wakiwa wa Irani, kulingana na ripoti za serikali na vyombo vya habari vya serikali nchini humo. Takribani watu 15 waliuawa baada ya shambulio la anga kulenga kiwanda cha majokofu na hita katika mji wa Isfahan katikati mwa Irani, shirika la habari la Fars liliripoti Jumamosi. Bwana, mtazamo wako ni upe hapo chini, sema comment, dondosha hapo chini, tutakometisha sana. Naitwa Mr. Baro, the Comfort Black Man, and that's the whole world, that's my name.